Kwanza bungeni ni kama bunge la chama kimoja. Chama kimoja kwa sababu wabunge wa upinzani kutokana na uchaguzi wa 2020 ulivyokuwa tuko wachache sana. Kwa lugha nyingine ni kwamba sauti ya upinzani iko finyu mno, na kwangu mimi naamini kwamba ili serikali iweze kusimamiwa vizuri lazima bunge liwe na idadi ya wabunge wanaokaribiana. Chama kimoja kikiwa na wabunge wengi katika mazingira mengi, kwa sababu wabunge wanatokana na chama cha siasa, wata comply kile ambacho wanaelekezwa na serikali inayoundwa na chama chao kwa ajili ya security yao ya future ya kisiasa. Kwa sasa katika mazingira kama hayo unakuta kwamba bunge haliko kwenye wakati mzuri wa kujadili masuala ya nchi critically, ila tunajadili masuala ya nchi kwa sababu yameletwa, lakini kuangalia kwa jicho kali na la ziada ili kushauri, na hasa pale ambapo kuna makosa inakuwa ni ngumu sana. Kwa mtajikuta kwamba kuna sauti ya watu wachache sana inapambana, lakini na mezwa na kundi kubwa ambalo kama nilivyosema katiba ya nchi yetu inalazimisha ili uweze kuwa kiongozi, whether ni wa kitongoji, wa kijiji, wa kata, wa jimbo, lazima utokane na chama. Kwa kuna utumwa wa wanasiasa kwenye vyama. Kwa sababu mtu anataka kuwa kiongozi analazimika kupita that route. Lakini hakika tungekuwa tuna independent candidates, wagombea binafsi, kuna stress nyingi sana ziko kwenye vyama vya siasa ambavyo watu wangeweza kuepukana navyo na kuja waweze kusimamia kile wanachokiamini. Kiwa utagombea ambayo unasema bado hujaamua, chama gani? Sasa unaniuliza chama gani? Wewe unajua mimi ni chama gani sasa hivi? Mimi ni Chadema. Sio kama unanielewa vizuri Na uchaguzi ni Oktoba. Michakato ya uchaguzi inaanza bunge likivunjwa. Ndio michakato rasmi ya uchaguzi inaenda. Chama ambacho nipo mpaka sasa hakishiriki uchaguzi kimesema kwa kauli zao kwamba kishiriki uchaguzi mpaka pale reforms zitakapofanyika. Sasa whether ninagombea kama nilivyosema katika hatua ya kwanza inategemea kuanzia sasa mpaka bunge likivunjwa nitagombea kwa utaratibu upi. Ama vile vile kama sitagombea vile vile inategemea vile vile bunge likivunjwa nitatoa uamuzi wangu na nitasema kwa nini sitagombea. Ila tu nimetoa tahadhari, iwe mimi nitagombea kupitia opposition ama wengine watakaogombea kupitia opposition. Kwa mimi sio mtu wa kuamini katika kususa. Kususa vile vile hakusaidii. Ninategemea unayemsusia vile vile akili yake ikoje. Unajua sometimes flexibility ina maana yake kubwa sana. Ukishajua kwamba unapambana na mtu aina gani na kwa level gani, lazima nayo strategize kupambana na huyo mtu kwa level kadha wa kadha, kwa kuangalia faida na hasara ya muda mfupi, ya muda wa kati na muda mrefu. Unaweza ukatueleza ule utaratibu jinsi ulivyokwenda mpaka mkaenda kuapishwa bungeni? Dunia haikupata upande wa pili ya nini kilichojiri mpaka wabunge wale 19 kaenda kuapa. Na wale sio wabunge wa kuokoteza. 15 walioshiriki uchaguzi, wangapi walishinda majimbo yao? Kwa sio watu ambao wanaweza kufanya maamuzi ya hovyo. Halima sikupeleka barua tume, ila barua tume ilipelekwa na mamlaka ya chama. Kwa kauli yako ya busara na chama ambacho na tiketi yake
kimekwambieni kwamba msiende bungeni, kulikuwa kuna ulazima wa ninyi kwenda bungeni? Nimekujibu pale mwanzo very clear. Sijajipeleka mimi bungeni. Alright? Mamlaka ilipeleka barua bungeni. Niliofikiria ni familia yangu. Kuna loto kwa kazungumza vitu vya ajabu sana kuhusu mimi. Lakini ndani ya kapetu anajua kweli ni nini. Kwa hiyo yanaweza katokea mazingira mtu kwa sababu ana nguvu, anaweza akatoka akisema Halima alihongwa. Sema leo, si Halima alihongwa alipewa hela. Sasa hivi uliwahi kuyasikia hayo? Mimi nimeyasikia. Unajua mimi uzuri ni kwamba wangu ni kwamba hivi kama ilivyo wewe naamini hivyo. Mimi tokea nimeanza kazi ya siasa, sijawahi kula rushwa, sijawahi kuchukua rushwa, sijawahi kuhongwa, sijawahi kufanya dili lolote chafu. Kwa mimi ukiniambia Halima kapigwa hela, afu naweza nikakuangalia kusema wewe ananiambia nimepigwa yeye mwenyewe, mbona ndo mpigaji? Nikakupuuza, nikamwachia Mungu. Kuna masharti ya kuzungumzia kesi iliyoko mahakamani, lakini kwa ufahamu wako mathalan kusema utakinukisha inavyosikika inaweza kutengeneza msingi ya kisheria ya uhaini? Katika mazingira ya kawaida kauli za kisiasa zinajulikana, ziko wazi, na uhaini ni jambo zito kama ulivyosema. Kwa mimi yani najaribu kuwaza tu kwamba kuna ushahidi gani ambao wenzetu walomkamata, kwa sababu mtu hadi anakamatwa labda ana ushahidi. Ni hizi kauli za kawaida ambazo tunatoa ama kuna mengine yaliyojificha? Sasa kama kuna mengine yaliyojificha mimi sijui, lakini kama hizi kauli za kisiasa ambazo tukianza kuretrieve kauli za kisiasa za kila kiongozi kuanzia CCM, wa Chadema na hivi vyama ambavyo viko active, basi tutakuwa wahaini wote kama ni kauli hizo. Lakini kama kuna jambo lingine ambalo limejificha mimi sijui, siwezi kucomment on that. Kinachoendelea kinaweza kikawa kina athari yoyote au ni jambo la kawaida la wanachama kuondoka na waliokuwa viongozi? Unalionaje? Nikiwa sehemu ya watu ambao tulijenga taasisi kwa miaka zaidi ya 20, mimi sifurahii nikiona kuna mgawanyiko mkubwa. Nilikuambia wakati michakato ya uchaguzi ya ndani inafanyika, nilikuwa nje na observe, of course naongea nao baadhi vitu hivi. Kuna vitu vilikuwa vinafanyika, nilikuwa nasema my God, hivi mnafikiria yeyote akishinda tutatoka salama? Kwa sababu ile kampeni yenyewe tu ilikuwa tayari imetengeneza ufa mkubwa. Sasa kwa nini mnaruhusu kutengeneza ufa wakati nyie mnahitajiana? No reform, no election. Hakuna mageuzi ama mabadiliko, hakuna uchaguzi. Kauli ya chama chako unaweza kuizungumziaje? Nisingependa kuizungumzia no reform, no election mimi kama Halima, kwa sababu unajua kwa katika kipindi cha miaka 5 nimekuwa pembeni kidogo ya chama. Kunaweza nikatoa maoni nikawa ninajipotosha mwenyewe kwa sababu I was not part and parcel of the process. Ukomo wa viti maalum. Vipindi viwili miaka 10. Upi mtazamo wako? Mtazamo wangu, jimbo linakufanya unakuwa huru, kunyanyasiki. Sababu ni jimbo lako, watu wako wamekuchagua. Hivi viti vya kutegemea kikao cha watu kikawaamulie, unakuta hapo sasa zingine hata sifa ziangalizi, zinaangalia interest za watu. Halima ni yule mpinzani tangu viti maalum akachaguliwa, baadaye akaingia viti maalum tena, au amebadilika? Mimi ni Halima ninayependa haki na sipendi kuonea.
Ukinionea na najua nanionea, unafikiria kwa sababu unaweza kanionea kwa tafsiri zako, mimi nitapambana naye mpaka mwisho. Ndivyo nilivyo. Nimenyoka hivi kama rula. Waliofanya kazi na mimi wanajua.